Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika hatamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kwa kusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale yote ambayo yanaendelea kushika hatamu huko moja kwa moja. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba wanajeshi wa Urusi wamekomboa makazi 12 katika nusu ya kwanza Februari na kuidhibiti zaidi ya kilomita za mraba 200. Mkuu wa wafanyakazi wa vikosi vya jeshi la Urusi, Jenerali wa jeshi Valery Gerasimov, anatangaza wakati wa ukaguzi wa vitengo vya kituo cha Battleground. Anasema katika wiki mbili za Februari, licha ya hali mbaya ya majira ya baridi kali, vikosi vya kundi la pamoja la vikosi vilikomboa makazi 12, zaidi ya kilomita za mraba 200 za eneo zimekuwa chini ya udhibiti wetu, mwisho wa kumnukuu. Vile vile, moja ya mistari ya uzalishaji wa makombora ya Flamingo nchini Ukraine iliharibiwa katika shambulio la kombora, Volodymyr Zelensky anatangaza katika mkutano na waandishi wa habari kando ya mkutano wa usalama wa Munich. Hatuna mingi kati yao, mstari mmoja mkubwa wa uzalishaji uliharibiwa kutokana na shambulio la kombora, alisema akijibu swali kuhusu kama Ukraine imeweza kuendelea na uzalishaji wa makombora ya Flamingo kama ilivyopangwa. Zelensky aliongeza kwamba angeweza kuzungumza kuhusu hili kwa sababu tukio hilo lilitokea muda mfupi uliopita. Vile vile, Chief of the General Staff of the Russian Army, Generali Valery Gerasimov, amekagua vitengo vya kituo cha vikosi vya vita na kusikia ripoti kutoka kwa kamanda na makamanda wengine kuhusu hali ya sasa katika eneo maalum la operation za kijeshi, Wizara ya Ulinzi imeripoti. Gerasimov alisikia ripoti kutoka kwa kamanda wa kituo cha vikosi vya vita, Kanali Jenerali Valery Solodchuk, kuhusu hali ya sasa kwenye eneo la uwajibikaji, pamoja na ripoti kutoka kwa makamanda wa uundaji, makamanda wengineo pia na maafisa kuhusu matokeo ya mission za mapigano. Gerasimov alibainisha kuwa wanajeshi wa kikundi cha pamoja cha vikosi wanaendelea na mashambulizi yao katika karibu pande zote za operation maalum ya kijeshi. Vile vile, vikosi vya jeshi vya Ukraine vinapata hasara kubwa ambazo haziwezi kuzibadilisha na vinategemea zaidi ndege zisizo na rubani. General Staff wa jeshi la Urusi Valery Gerasimov anatangaza wakati wa ukaguzi wa vitengo vya kituo cha Battleground. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile vile, mapigano makali zaidi yanafanyika kwenye eneo la jukumu la kituo cha mapigano, huku mashambulizi yakiendelea kuelekea Dobropol. Mkuu wa wafanyakazi wa jeshi la Urusi, Jenerali wa jeshi Valery Gerasimov, anatangaza. Vile vile, wapiganaji kutoka Battlegroup Mashariki wamechukua udhibiti wa vijiji vya Starokrainka, Pridorozhnoye, Zalischnoye na Sevetkovoye mwezi Februari. Jenerali wa jeshi Valery Gerasimov anatangaza wakati wa ukaguzi wa vitengo vya kituo cha Battlegroup. Hapo hapo kwenye uwanja wa kivita kwa jenerali huyo ambaye alifanya ukaguzi, zipo ripoti nyingine mbalimbali ambazo aliweza kuzipokea. Ni kwamba wanajeshi wa kundi la vita kusini wanasonga mbele kuelekea Slaviansk na ukombozi wa Reznikovka unakamilika, na uharibifu wa vitengo vya kikosi vya wanajeshi vya Ukraine huko Konstantinovka unaendelea. Pia vikosi vya Battlegroup Magharibi vinaendelea kuangamiza mabaki ya vikosi vya kijeshi vya Ukraine vilivyozuiliwa kwenye ukingo wa mashariki mwa mto Oskol. Jenerali Valery Gerasimov anatangaza wakati wa ukaguzi wa vitengo vya kituo cha Battlegroup. Amri ya vikosi vya kijeshi vya Ukraine imehamisha vikosi vyao vya mashambulizi vilivyofunzwa zaidi kutoka sekta zingine hadi eneo la Zaporizhzhia, Jenerali Valery Gerasimov anasema. Lakini pia Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti kuwa mifumo ya ulinzi wa anga ya Urusi imedungua ndege zisizo na rubani 222 za Ukraine katika saa 24. Vile vile, ukombozi wa kijiji cha Severskovoye na vikosi vya Battlegroup Mashariki umeunda msingi wa ukombozi zaidi wa eneo la Zaporizhzhia, Wizara ya Ulinzi inatangaza. Wizara ilibainisha kuwa wakati wa ukombozi wa eneo hilo, Ukraine ilipoteza idadi kubwa ya wafanyakazi na vifaa vya kijeshi. Pia wakati wa ukombozi wa kijiji hicho, wanajeshi wa Urusi waliharibu vituo viwili vya udhibiti wa ndege zisizo na rubani za Ukraine. Vile vile, jumla ya hasara za vikosi vya kijeshi vya Ukraine kwenye eneo la operation maalum ya kijeshi ndani ya saa 24 zilizopita zimefikia takriban wanajeshi 1110 kulingana na ripoti kutoka Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Kwenye eneo la wajibu wa kikosi cha vita kaskazini, vikosi vya Ukraine vilipoteza zaidi ya wanajeshi 180. Katika maeneo ya wajibu wa vikosi vya vita magharibi, kusini, katikati, mashariki na Dnipa,
Hasara zilikuwa hadi 160 hadi 130, zaidi ya 275, zaidi ya 320 na hadi wanajeshi 45 mtawalia. Vile vile, waziri mkuu wa zamani wa Ukraine Nikolai Azarov aliyeongoza taifa hilo 2010 hadi 14 hakuondoa uwezekano wa Marekani kujiondoa kwenye mazungumzo kuhusu mzozo wa Ukraine mwezi Mei. Anasema kuna uvumi mbalimbali kwamba wakati mwingine mwezi Mei Rais Donald Trump anaweza kutangaza rasmi kwamba amechoka na mazungumzo yote na kuwaacha wapigane, Azarov alisema kwenye kituo cha runinga cha Soloviev Live. Je, hili linaweza kutokea? Labda, kwa nini siwe hivyo? Ataweza kuuza silaha na kupata pesa? Azarov alipendekeza kwamba katika hali kama hiyo nchi za Ulaya zinaweza kuiunga mkono Ukraine. Alidokeza kwamba bajeti ya Umoja wa Ulaya kwa mwaka 2026 ni takriban euro bilioni 190, huku takriban euro bilioni 90 zikitengwa kusaidia utawala wa Kiev. Vile vile, jengo la kuhifadhia vitu vya sanaa katika hifadhi ya kihistoria na utamaduni ya Kiev limefurika kutokana na bomba lililopasuka, chombo cha habari cha Liganet cha Ukraine kinaripoti kikinukuu wizara ya utamaduni. Kulingana na chombo hicho cha habari, bomba la kupasha joto maji lilipasuka kwenye dari ya jengo hilo na kufurika ghorofa ya kwanza na ya pili, ambapo maonyesho katika kategoria za hasi, michoro na uchoraji imehifadhiwa. Jumla vipande vipatavyo 4,000 vilikuwa hatarini. Vilevile, rais wa taifa la Marekani Donald Trump amemwonya Volodymyr Zelensky kwamba atakosa fursa ya amani ikiwa hataelekea kwenye utatuzi wa mgogoro. Zelensky atalazimika kuhama. Urusi inataka kufanya makubaliano na Zelensky atalazimika kuhama, vinginevyo atakosa fursa nzuri, lazima ahame, alisema. Vilevile, masuala ya kukuza utatuzi wa mgogoro wa Ukraine yalikuwa kitovu cha mkutano kati ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz huko Munich. Naibu msemaji mkuu wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani Tom Pigott anasema kwenye taarifa. Na pia waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Marco Rubio amesema hii leo kwamba nchi yake itaendelea kushinikiza upatikanaji wa makubaliano ya amani ya Ukraine. Marekani imesema inabidi ipime na kuangalia kwanza iwapo kweli Urusi inataka kusitisha vita vyake huko. Akizungumza kwenye mkutano wa usalama unaofanyika Munich, Ujerumani, Rubio amesema hawana hakika iwapo Urusi ina nia ya kweli ya kusitisha vita hivyo, lakini Marekani itaendelea kuishinikiza ili kukomesha vita hivyo vitakavyoingia mwaka wake wa 5 hivi karibuni. Huku hayo yakiarifiwa nchini Ukraine, kwenye shambulizi la Urusi lililotokea usiku wa kuamkia leo mjini Odessa lililenga jengo la wakazi na kusababisha kifo cha mwanamke mmoja, hii ikiwa ni kulingana na gavana wa eneo hilo la kusini mwa Ukraine. Shukrani kwa baba ukivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.